Kama sio juhudi zako Nyerere. Habari za muda huu ndugu msikilizaji wa Nuru na Yangaze Radio. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha katika kipindi chetu kifupi ambacho tutaenda kujuzana mambo machache kuhusiana na historia fupi ya Mwalimu Nyerere kuelekea kumbukizi ya Nyerere Day inayoadhimishwa kila tarehe 14 Oktoba katika nchi yetu ya Tanzania. Leo studioni tupo na watoto kutoka katika shule ya awali na msingi ya mchepuo wa Kiingereza Nuru Angavu Pre and Primary School. Nipende moja kwa moja kufanya utambulisho wa wanafunzi ambao tuko nao hapa studioni. Kwa majina naitwa Tamari Tumaini Kauga, nasoma darasa la 6. Kwa majina naitwa Majid Said Nyindo, nasoma darasa la 6. Kwa jina naitwa Moria Nicholas, nasoma darasa la 5. Kwa majina naitwa Suraya Saif Humud, nipo darasa la 5. Na moja kwa moja basi tuende kwenye mjadala wetu mfupi ambao ni wa maswali na majibu. Watoto wetu wapendwa, nitakuwa nauliza maswali na nyinyi mtatupa majibu. Na napenda kufahamu, huyu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni nani haswa? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama mkoani Mara. Pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni Mtanganyika wa kwanza aliyejiunga na chuo kikuu Makerere Kampala, Uganda. Kisha akajiunga na Edinburgh huko nchini Uingereza. Asante. Asante sana kwa historia fupi ya elimu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kama tunavyofahamu, hapo zamani kipindi cha ukoloni, elimu haikutolewa kwa watu wote. Ni kwa nini Mwalimu Julius Kambarage alipata nafasi ya kwenda kusoma wakati tulijua kwamba Waafrika waliopata elimu walikuwa ni watoto wachache, hasa watoto wa machifu? Mwalimu Julius Kambarage alikuwa ni mtoto wa chief na baba yake alikuwa anaitwa Chief Borito kutoka katika kabila la Zanaki. Asante sana Tamari Kauga kwa kutufahamisha kuhusu historia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuzaliwa pamoja na elimu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ningependa kufahamu ni upi mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za kutafuta uhuru wa Watanganyika? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianzisha chama cha TANU mwaka 1954. Pia aliwahamasisha Watanganyika kupambania haki zao kwa amani. Pia aliwahubiria upendo, elimu na haki kwa wote. Asante sana Moria kwa namna ambavyo umetupitisha kidogo katika harakati za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ila na swali, ningependa kujua kulikuwa na haja gani ya Watanganyika kudai uhuru wao? Kulikuwa na sababu yote ya Watanganyika kusema kwamba wanahitaji kupambana kutafuta uhuru wao? Walikuwa nalipishwa taksi kubwa na mshahara ni mdogo. Kama vile mshahara wa mtu namkuta ni 10,000 na taksi ni 9,000, 1,000 ya kula, yeye 1,000 ya nguo ya familia na kadhalika. Pia unyonyaji wa rasilimali, walichukua rasilimali zetu wakapeleka nje. Mfano wa rasilimali hizo ni kama dhahabu, pembe za ndovu, silver, diamond na kadhalika. Asante sana watoto wazuri kwa namna ambavyo umetupeleka katika harakati za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru wake, na tumeona kwamba Tanganyika ilipata uhuru mwaka 1961. Nataka kujua, je, kuna mchango wote wa Mwalimu Nyerere baada ya uhuru wa Tanganyika? Alikuwa waziri mkuu wa kwanza Tanganyika, pia alikuwa rais wa kwanza wa Tanganyika na alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania baada ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Alianzisha siasa ya ujamaa na kujitegemea. Pia alihamasisha elimu kwa wote. Aliamini kuwa maendeleo hayawezekani bila maadili na alijihudhuru katika nafasi yake kwa heshima na taadhima mwaka 1985. Asante sana kwa namna ambavyo tumeweza kupata historia fupi ya Mwalimu Nyerere mpaka kujiuzulu kwake kwenye uongozi mwaka 1985. Ni baada ya hapo Nyerere alifariki mwaka 1999 na kutuacha Watanzania katika hali ya majonzi na masikitiko, lakini alituachia funzo na mambo mengi ambayo Watanzania mpaka leo ni kama urithi kwetu, na tuna mambo ambayo tunajifunza kwake, lakini pia tunatumia kama rejea katika mambo mbalimbali. Majidi, unaweza kutusaidia kidogo kutupitisha kwenye mambo gani ambayo Nyerere alituachia sisi Tanzania kama urithi? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia urithi mkubwa
kama vile umoja, amani na upendo, na alitusisitiza kuongea Kiswahili na alikataa ukabila. Asante sana. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametuachia sisi wa Tanzania kama tunu. Lugha ya Kiswahili imetuunganisha, imetufanya kuwa ndugu, kuwa familia moja kama wa Tanzania, kuendelea kudumisha amani, upendo na mshikamano kwa watu wote. Niwashukuru watoto kwa kuwa pamoja nasi. Basi tunaweza tukamalizia kwa pamoja kwa kauli mbiu yetu ambayo ni uongozi ni wajibu, umoja ni nguvu, elimu ni silaha, walimu ni mwangaza wetu.